uletwe na kutakaswa na kweli. Yaani kweli ndio itakaoleta umoja. Tuko pamoja? Kwani uongo unaweza atakasa? Kwa hiyo kama kuna uongo ambao tuko nao, ama mimi niko nao, alafu wewe uko na ukweli hapo, mimi niko na uongo, wewe uko na ukweli, hiyo hao watu wataelewana? Kwa hiyo ili tuwe na umoja kama movement na kama kanisa, ni lazima tukubali kutakaswa na kweli. Sasa leo tunazungumzia ni mke mmoja ama ni zaidi ya mmoja. Maana kuna wanatengenezo wanasema kuwa na watu wawili si dhambi, si makosa. Na tuko wako miongoni mwetu. Hapo wanatupa kwa mitandao kama kuna mtu ako na hoja alete. Unaona matatizo. Sasa sikiza kwa makini, Na kama uko hapa sikiza kwa makini. Na kama uko na mwanamke ama mtu wa kando, mke wa kando, sikiza kwa makini. Maana watu wamejificha kwa dhambi wakidai kuwa ni wanatengeneza. Lazima tuweke watu vizuri. Maana tusipoweka watu vizuri tutahukumiwa. Tutaulizwa na Mungu. Tuko pamoja? Sasa ni mke mmoja ama ni wake wengi? Mimi naweka hoja. Na wale historia ya Biblia inazungumzia watu walioa wake wengi. Hawa tutakuja baadaye. Lakini kwanza wacha niweke hoja kwanza.